Topic namba 113. Ni lini tunaweza kufungua kikamilifu Open Mainnet? Ninapokea swali hili mara kwa mara kutoka kwa pioneers, kwa hiyo ningependa kushiriki mawazo yangu. Kumbusho muhimu, si wakilishi PyCore team. Huu ni uchambuzi wangu binafsi tu. Pioneers wengi wanahisi wasiwasi, na wasiwasi huu unaweza kusababisha matatizo ya kiafya. Nataka kutoa mapendekezo juu ya namna tunavyoweza kuharakisha mchakato huu. PyCore team iko tayari. Sasa ni zamu yetu. Kwa mtazamo wangu, miundombinu ya kiufundi ya Open Mainnet imekamilika au iko karibu kukamilika na iko tayari kwa utekelezaji wa GCV. Hata hivyo, PyCore team hawawezi kuendelea kwa sasa. Kwa nini? Kwa sababu kutekeleza GCV kunahusisha zaidi ya utayari wa kiufundi, pia kunahitaji upokeaji wa kiuchumi. PyCore team inahitaji kutathmini hatari zinazohusiana na Open Mainnet kamili. Wanasubiri kutoka kwa pioneers, wakifuatilia hatari za kiuchumi kuhakikisha kuwa zinabaki ndani ya udhibiti. Hii si hali ambapo tunapaswa kuilazimisha PyCore team kufichua taarifa kwa pioneers. Wanapaswa kubaki makini. Ni muhimu kuelewa kwa nini tupo katika hali ya kusimama, jambo linaloashiria kwamba PyCore team wanasubiri vitendo vya pioneers. Kwa hiyo, PyCore team wanasubiri nini? Ufahamu wa pamoja wa pioneers. Ikiwa PyCore team itaona pioneers wengi wanahitaji kuuza Pi yao ili kubadilisha kuwa sarafu ya kawaida, hawatafungua Open Mainnet. Shinikizo la mauzo likiongezeka linadhoofisha GCV. Kwa sasa, shinikizo la mauzo ni kubwa kabisa na kufanya PyCore team ishindwe kuendelea na Open Mainnet kamili. Imani ya pioneers katika GCV. Imani katika GCV miongoni mwa pioneers inapunguza shinikizo la mauzo. Kupitia matumizi ya dApps kuzalisha mahitaji ya Pi, bei inaweza kuongezeka. Kuongezeka kwa bei kutavuta mtaji wa nje kununua Pi. Wakati bei ikiwa thabiti na inapanda, mahitaji ya Pi yataongezeka. Kwa maoni yangu, PyCore team wanasubiri wakati huu. Wakati thamani ya Pi itakapoimarika na mifumo mbalimbali ikikubali GCV, wafanyabiashara wengi watakuwa wanahitaji ukwasi kwa ajili ya kujaza upya bidhaa, mishahara, kodi na gharama nyingine. Hii inaleta mahitaji makubwa ya sarafu ya kawaida. PyCore team inahitaji kuona usawa kati ya mahitaji ya Pi na mahitaji ya fiat kabla ya kuendelea salama na Open Mainnet. Kwa nini hili ni muhimu? Lazima tusubiri bei iongezeke ili kuwahamasisha watu zaidi kununua Pi na kuimarisha imani yao ndani yake. Mara Open Mainnet itakapofunguliwa, pioneers wengi watahitaji kuuza Pi yao kwa fedha taslimu. Swali ni, hiyo fedha taslimu itatoka wapi? Hii ndio kazi ambayo pioneers wanapaswa kuzingatia, kuandaa soko. Hali ya ulimwengu. Kuna kuanguka kwa kifedha kunakojirudia. Watu wenye utajiri wanatafuta maeneo salama ya kuwekeza. Hata hivyo, uhalisia ni kwamba kuna maeneo salama kabisa ya uwekezaji. Hapo awali, hati fungani za Marekani zilichukuliwa kama hifadhi salama, lakini sasa sivyo tena. Nchi nyingi zina madeni makubwa. Kuwekeza kwenye madeni haya kunakuja na hatari kubwa, lakini kama hawatanunua madeni ambayo yana riba kubwa ili kudumisha dola ya Marekani na sarafu nyingine nyingi, zinaweza kushuka thamani haraka. Kwa matokeo hayo, kiasi kikubwa cha mitaji kinatafuta fursa salama za uwekezaji. Kwa bahati mbaya, watu wenye utajiri bado hawajatambua faida za Pi. Tunahitaji kuitangaza Pi kwa ulimwengu kwa sababu huu ndio wakati bora na wa kipekee zaidi. Pioneers wote kote duniani wanapaswa kufahamu haraka mwongozo wa pioneers ili tuweze kusaidia kuongeza bei ya Pi na kuitambulisha kwa usahihi kwa umma. Baada ya Open Mainnet, mfuko wa fedha za fiat wa mfumo wa ekolojia utakuwa na rasilimali zinazohitajika kusaidia juhudi hii. Kazi yetu, tunapaswa kuzingatia kuwaelimisha pioneers ili kuwazuia kuuza Pi yao. 1. Wakati pioneers wachache wanapouza, mahitaji huongezeka, bei hupanda. 2. Kadri bei inavyopanda, watu wenye utajiri na taasisi watawekeza. 3. Wakati kutakuwa na mahitaji makubwa ya Pi, huo ndio utakuwa wakati sahihi wa kufungua Open Mainnet. Wito wa kuchukua hatua. Hii sio jukumu la PyCore team pekee, ni misheni ya pioneers wote. Ili kupata matokeo bora, tunapaswa kuepuka kupoteza muda kwa kushambuliana au kwa kuwa wavivu, kutokujali au kulalamika. Ni wakati wa kuungana kwa ajili ya maslahi yetu ya pamoja. Tunahitaji kuweka kando tamaa zetu ndogo binafsi, maslahi na tamaa za madaraka ili kusaidiana kuelekea lengo la kihistoria la pamoja. Umaarufu binafsi na maslahi yanapungua thamani mbele ya mafanikio ya Pi GCV. Muda ni pesa. Hivi ndivyo unavyoweza kufanya. Elimisha timu zako na jamii ili pioneers waelewe GCV. Tangaza Pi kila mahali, kwenye mitandao ya kijamii, kwa marafiki, wafanyabiashara na wawekezaji. Jenga imani ndani ya jamii na kisha uhamasishe umma ili kukuza mahitaji ya Pi kabla ya Open Mainnet. Uuzaji mdogo wa Pi. Mahitaji zaidi ya Pi.
bei ya juu zaidi ya Pi, ikichanganyika na kujiamini zaidi kutavutia wanunuzi wakubwa wa Pi. Hii pia ni kwa madhumuni ya matumizi makubwa, mass adoption, ili Pi iweze kumilikiwa kwa upana kama sarafu ya kimataifa. Pamoja tunaweza kuleta GCV katika uhalisia na kuandaa Pi kwa ajili ya wakati wake wa kihistoria. Ungana na harakati za GCV leo. Chukua hatua sasa, elimisha, tangaza na saidia kujenga mustakabali tunaoamini sote.